Karibu mtazamaji, this is the show The Brand, kipindi ambacho tunashirikisha wasanii, tunaongea kuhusu usanii na wasanii, tunaangalia maisha yao katika usanii na pia tunaangalia mambo yao ya kibinafsi. Lakini kwa kawaida mimi siko peke yangu, niko na rafiki yangu Teddy. Teddy, namna gani? Safi sana. Karibu sana. Thank you. Yes. The artists at this pandemic times. At this pandemic time, the artists and the music business and the music industry. So if you're an artist and you wish and you believe that one day, one time utakuwa msanii, usisonge mbali. Yes. Teddy, hebu niambie, sisi tuko na lockdown. Kimaisha, biashara, msanii anafaa kufanya nini? Anafaa kuona kama yeye pia amelocked down, talent yake iko chini. What should an artist, a real artist, a serious artist should be doing at this moment? I think this is the best time whereby artists should prepare themselves. We're going to take them through some steps zile vitu wanafaa fanya kwa saizi. Kitu ya kwanza, kama ni msanii, tunajua kwamba haufanyi kazi. Show ulikuwa umepewa down payment, tunaambia urudisha sasa. Kama ni CD hauwezi uza, kwa nyumba yako huwezi toka. So I believe that this is the best time msanii ukaa chini kujiuliza maswali, what to do. And the first thing you should do is that artists should prepare themselves. Now tell me, when you say you mean prepare, what are they preparing for? What are they preparing? At the end of the day, kama ni daktari, unajua hata daktari akipumzika atarudi kazini. Hii ni mapumziko tu. Si yako peke yako, ni ya dunia mzima. So hii ni mapumziko tu. So kwa hivyo msanii nikimasha ku prepare, ni kwamba this is a time you should practice the best songs you can do. You should practice the best voice you can do. You should practice the best wording. Write them. Record them. Hata kama utarekodia kwa nyumba. Whereby, immediately after this, what are we expecting from you as an artist? Wewe ni msanii? Nadhani chukua kalamu na karatasi. Teddy, hapa kuna mambo mazuri sana ambayo yatakufaidi wewe katika wakati huu uko nyumbani. Kuna mambo ambayo unafaa kufanya wakati huu, wakati uko nyumbani. Serikali imesema watu wakae nyumbani. Je, msanii unafaa kuwa unafanya nini? Tuko na Teddy hapa, amekuelezea kuna mambo ambayo atakupea, the steps that you should be doing to make sure that after this pandemic, what does your future hold? What are you doing about your future as a musician? Kama msanii, kama mwimbaji, kama msanii wa sanaa, what are you doing? Now, Teddy, umesema ya kwamba mtu anafaa kujipanga wakati huu. This is the best time as an artist unafaa kujipanga. Yes. Kwa sababu, one, we're going to start with few steps about apatia. This is around 5 of them. Okay. One is that practice and up your game. Okay. What do I mean by practice and up your game? This is whereby you know your weakness as an artist. Umefanya album kama 5, album 6, album 3, lakini haziendi mahali. Ask yourself, shida imekuwa ni nini? Mbona wale wengine wanafanya ngoma zao na zinaenda mahali? So prepare. Practice the best songs. Up your game. Ujue kwamba zile zingine nilikuwa naimba nikiwa hivi, zile zingine nilikuwa naimba nikiwa hivi. So sit down, just try to come up with one good song. Don't talk more about this corona, because after this hakuna mtu atataka kujua anything about corona. So what you should prepare is that something unique, something new, something ambao watu hawajasikia. So Teddy, what you're telling me is, ama what you're telling them is, mtu angalie ngoma zake. Nimefanya ngoma 10. Yes. Na bado usiendi pahali. Yes. So is it something I'm doing wrong? What are you telling me is, angalie, what am I not doing right? Or what am I not doing wrong? Ama, what can I do to improve what I'm doing? Is that what you're saying? Exactly, this is it. After everything you do, lazima ufanye kitu nangu alika. Ukae chini, uchunguze, hapa nimekimbia mpaka hapa. Ni mara ngapi nimeanguka? Ni mara ngapi nimeamka? So after that, zile ngoma umefanya zote sasa zichambue. Baada ya kuzichambua, itakuwa rahisi kwako wewe kumove.
But if you keep on doing the same mistake, repeating the same mistake, you'll go nowhere. So if you know that, kama unajua kwamba I used to work, I used to sing, but sikuwa naimba na sauti mzuri, sikuwa naandika mistari zangu vizuri, so ndio maana ngoma zangu ziendi mahali. Try to see, do you have a role model? Ni nani unadima kwa industry? Yeye fanyaji ngoma zake ndio zina move. So even you try to practice kama yeye, something scripting mzuri, then from there up your game. Now tell me this mimi kama Jacob na mdhamini sana for example msanii Diamond. Yes. Natamani sana kufanya ngoma zangu kama zake. Yes. Pengine kunaweza kuwa Diamond anaekeza pesa nyingi sana kuproduce ngoma zake, na pengine mimi msanii mdogo hapa sina pesa kama. Sasa nitafanyaje ili niwekekua kazi na produce muziki ama naandika mistari kama Diamond ili tukue tuko level moja? That's cool, but mark you that Jacob, yeah? Hawezi kuwa wewe your role model is Diamond na unapiga ngoma zako kama Bob Marley. Sure. So are you in the same line na Diamond? No. Are you doing bongo? Unajua? Kwa sababu kama unaimba Mugithi na Diamond anaimba bongo, amwezi kuimba the same thing. Hata utakuwa fan wa Diamond, but hata kwa role model wako. Hapo hizo ni vitu mbili tofauti. Hata utakuwa fan wake. Because the way oimbi bongo. But kama uko line ya bongo, yeah? Yes, unaweza kuwa role model wako anaweza kuwa Diamond. That's what you should understand. So now, the reason why I'm saying that you need to practice the mess you have been doing. Unaona? This is whereby upping your game is practice. No. Come with a good script. Yeah. Hiyo tumemaliza. Lakini kwa kabla tuende kwa point nyingine. Yes. You have been interacting with a lot of musicians. Yes. You know, you can classify a good musician, a medium musician na mwenye ako chini. Yes. So, can you kind of niambia mtazamaji wangu Yes. What is a good song? What is a good song? One thing Jacob, anaitwa Jacob the CEO. Yeah. One thing nitakwambia bwana CEO is that hakuna msanii yako juu, hakuna msanii yako katikati, na hakuna msanii yako chini. I don't believe with so-called upcoming artists. I believe shida ni kuna mali uja polish. That's one thing. Hata msanii yako juu, anaitwa kwa juu, alianzia mahali chini. Akaenda akibadilika mpaka mahali amefika. So you as an artist, to have a good song, you must have a good script. Script number one. Script number one. Number two, you must understand the industry. Your industry nataka nini? Number three, you must understand your target client. Those three things. Script, understand the industry, and have the target client. Your audience. Ni unataka nani asikize hizi ngoma? Unataka nani asikize hizi ngoma? Unaona? Because hauwezi leta system ya 1920 kwa saizi. Hiyo class ilipita. So this is high time, lazima understand hizo tatu. Hebu niambie, language inaingilia wapi kwa script? Because language inaingilia kwa target audience. Kwa sababu kama na target mayoyo, lazima tumie lugha ya kiyoyo. Kama na target Christians, wale wazee wameokoka wametulia, lazima pia nijue script yangu nimeandikaje. So that is it. The target client na language ilo tatumia. This is the brand, anaitwa Teddy. Anajua mambo ya usanii, anajua mambo ya ngoma, anakuelezea mambo ambayo wewe unafaa kuzingatia ili ngoma yako at least at this very moment uko nyumbani uangalie unaweza panda ngazi vipi. What are you not doing right? Point number 2, sir. Point number 2 is very simple. Inaitwa up your marketing plan. Boss, you can do a good song. You can do everything good. But if your marketing strategy is poor, you're good to pack and go home. What do I mean by marketing strategy? Is this. Wewe msanii umeimba for the last 10 years, 5 years, 3 years. Where do you market your songs? Wewe bado kwa ile system ya zamani ya CD, imepitwa na wakati. Hiyo sahau. At the moment we are dealing with, do you have social media handles? How many unajua? We have over 50 social media where you can market your songs. Teddy, hapo unaenda kunichanganya kidogo Mimi nikiimba wimbo wangu. Yes. The first thing I should do ni kupeleka kwa TV. I think that is where the worst. Sio wote nikwambie. Hapo ndio mess wasanii ufanya. Okay?
You see, I'll just take you a very simple steps. A TV station, a YouTube channel, a Facebook channel, hazina tofauti. They're all the same. Ile ni bado wewe uko kwa ile system ya zamani ya radio station na TV station. I think the last place I shoot my product ni kwa hiyo TV station, because I classify a TV station like a social media handle. And that's why, for instance, we here in Kenya we have over 50 TV stations. Na ndio unakuta wasanii wameisha kwa sababu where do you take your songs? You cannot manage to take these songs to 50 stations. So now, to up your game is all about the marketing. Okay. At the moment, you have to understand the market is that everything is social media, 80%. TV station, radio station, tunazita old school marketing platform. Analog. Yes. Old school marketing platform. What do I mean? Wewe ni msanii. Go back to our question. How to up your game. Wewe ni msanii. Social media handles zako zote ni ngapi uko nazo? Understand them. How many followers do you have kwa social media zako? Umekuwa kwa game for the last 4 years and you only have 10 subscribers. You only have 2 followers. Please, msanii, wachilia hao waende. Kata hiyo page. Ukuwe hauna page. Hauna page. Kwa sababu surely for the last 4 years you have 10 subscribers. Lakini mimi sioni haja ya subscriber, sioni haja ya followers. As far as ngoma zangu ninauza CD. Thank you. No, that's good, Jacob. But ni watu wangapi wako na CD machines kwa nyumba zao? Wachache. Ni gari ngapi ziko zinaweza ingiza CD zicheze video? Wewe unasema una warning aja. Lakini the question is this, watu wengine huenda kuuza CD zao kwa matanga, kwa mazishi. Mtu anakunulia CD ni venye anaona umeparara. Anakusikia huruma kama msanii. Unaenda kumsikiza, oh mimi msanii, hii ni CD yangu nimeimba. Aje kusikia, ninunulie tafadhali. Na unauza pesa ngapi? Shilingi 100. Shika. Akishachukua ile CD, ana mashine ya kuchezea. Enda kwa kaosh. Hiyo hapo karibu na kwenye. Utapata ma-CD zimewekwa hivi huku juu. Kwa sababu mtu wa gari anasema utoe hizo takataka zote ziko hapo. Amekununulia kwa sababu ya huruma. Amekununulia kwa sababu ya huruma. Second, it's not all about how many people will buy your CDs, is how many people will listen to your CDs. So selling utauza, but are they going to listen it? Wengine watanunua kwa sababu kuna event, MC amewalazimisha kununua. Yes. But are they going to listen? So that's why you as an artist, you must have a block you can command. So most of these artists, they don't have blocks. Reason why? They have 2 followers. They have 10 followers. They have 4 subscribers. Ask yourself, your channels, uko na subscribers wangapi? No, tell me kwanza. Watu wangapi unaweza command? Yes. Teddy, hebu nielezee ama uelezee msanii huyu hajui, okay, hizi followers, hii unaziita subscribers. What benefits do they have? That's what I'm coming in. Yes, exactly. Now, when you talk about the blog, is the followers, you can send a message to them. Wala watu wanaweza tumia message kwao na wakusikie kenye umesema. Saizi uko nyumbani, you can list something na watu wasikie. Ni wangapi uko nao? Wale uende kutafutilia nje. Aweki TV station ya mtu. That's why unasema hii TV station ina watu wengi wanaiona kuliko nyingine. Kwa sababu gani? Umefanya research ukajua hii watu wanaona, hii watu waone. The same na wewe kama msanii. Uko na watu wanakufuata subscribers 2,000. Uko na subscribers 1 million. Mtu wa 2,000 na 1 million hawezi onana. Mtu kama Diamond leo akiachilia content yake nje hivi, watu 10 million waiona. Wewe ukiachilia yako na uko na watu 10 wamekusubscribe. Only those 10, pengine watu 2 walikufa. Kwa hivyo uko na 8 peke yake. Nao ni watu wa familia yenu. So it's a high time you as an artist, you make sure you have a block you can command. Mtazamaji, umesikia? Kama ni musician serious, kama ni msanii serious, go to your account, angalia uko na subscribers wangapi, followers wangapi. Because at the moment, your subscribers defines you and what you want to do. Because you cannot do so much when you have 10 subscribers in 10 years. It means you're not a very serious musician artist actually. And Teddy here amekupatia mbinu. Sasa tuko point number 2. So ebu fanya kitu ya haraka tukirudi.
uniambie followers wako ni wangapi, ili tujue kwamba tunaenda safari moja ama tunachezeana tu. We'll be right back. Karibu sana. Wewe kama msanii umesikia ya kwamba subscribers wako, they matter a lot. Those are the people that you inspire. Kuna watu wanakusikiza kwa sababu wewe unawa-inspire, unawasaidia, unawajenga. Lakini ameniuliza swali hapa hivi, hao wafuasi wako saizi ni ujumbe upi uko nao? Because those are the people that you should talk to. When you're not singing, tell them something. Na tumembia number 2, up your game, because you need these subscribers. Teddy, Yeah. wewe ni daktari wa muziki, ninaona hivi. Hebu niambie, point ya 3, unafaa kufanya nini ukiwa nyumbani na wewe ni msanii? Ni time tunasema, watu wanasema ni corona time. Unajua Kenya wanasema ni wakati wa corona. That's true. Si yako peke yako, ni worldwide. But now you have the subscribers. You have the numbers to command. You have people ambao wanakuamini. Ati ukiwaambia hivi wanaenda hivi. Ukiwaambia mkono juu wanainua mkono juu. Ukiwaambia pigani nduru wanapiga nduru. Now umekaa miezi 3 nyumbani. What are you telling them? This we are talking about communicate and be a hero. Communicate and be a hero. I'm telling you, Jacob the CEO, msanii ndio ule mtu anapataga shida nyingi sana. Kwa sababu 1, wakitoa CD wanaandikaga namba zao za simu. So people communicate with them direct. Sure. Kwa social media, they chat with the fans. So meaning that huyu msanii anapataga first hand information direct. So meaning anajua ni nini watu wako watakusikia. This time tokea, talk to them. You may not have millions to give, you may have nothing because pia uko job. Just communicate with your fans, show them you are still there, give them good messages. It's surprising that hakuna artist, the singer wote ametokea kuambia watu osha mkono. Hakuna msanii ametokea kuambia watu vaa mask. Hata hakuna musician amepea watu mask. It's funny, it's crazy. Wewe umekaa nyumbani, umekuwa uko na panic, umeogopa kabisa mpaka umesahau that kuna watu ambao unawajenga. Kuna watu wamekuwa ikulipia nyumba. Kuna watu wamekuwa mafans wako. They can cough anything. Just communicate. Talk to them. Tell them something. Tell them something. Tunaitanga part of CSR. Najua hauna maunga, hauna nini, but you can tell them something, encourage them. Unaona? My friend, wasikue mafans wako ni wazuri, saa zile unawaambia inua mikono. Saa zile unawaambia uko na show, saa zile unawaambia subscribe. Tell them something now. Exactly, kwa sababu hapo ni kweli. Teddy, umesema ukweli, because sisi tunalipa pesa nyingi sana kuja, uko na show fulani place fulani, tunalipa kuja kukuona. Tusikue huo ndio wakati unaohitaji tu. Right now you need you need these people, these followers wanakufuata. Tell them a word of encouragement. Remind them some, be a hero. The point should be is be a hero to your block. Point number 4, sir. Point number 4, very simple. Learn new skills. Bro, fundi wa kujenga anaanza kujenga chini. Anakuja anakuwa pro, anaachana na mawe, anaanza kujenga nyumba ya mabati. Anatoka kwa mabati anaenda kigrow to a bigger level. So now in the industry is very simple. Wasanii steps zao they are very few. Kama unaimba gospel, the next step you grow ni kuwa pastor. That is the system. Msanii kutoka kumaliza gospel, they grow to move to anakuwa preacher. Mtani wa secular at least yako na chances. Anaweza toka secular aingie gospel. Akiingia gospel akuja kuwa preacher. Hapo ndio mwisho wa
ya usanii inaishiaga. So the question is this, is there anything else you can do? At this time, tunasema ni time ya corona, you can learn new skills. You can learn kupiga gitaa. You can learn to do editing. You can learn editing ya video ama audio. Kwa sababu gani? Kuna tu vitu peti, si lazima uende studio. Unaweza jifunza kuedit, unaedit nyumbani, unakatuma. So learn new skills. Mara mingi umekuwa ukiperform, unawekewa backup. Unaenda kuperform mahali unapewa CD unawekewa. Unaimba CD kiimba. Please, learn kufanya vitu live. Wacha mambo ya kuwekewa backup ya CD yako. Jifunze kuimba live. Kwa sababu the reason why the industry is going down. Ona, imagine uko mbali unataka msanii kuja perform. Anakuja all the way, umemlipia ndege kutoka Kenya. Akifika pale anasema niwekeni CD niimbe. Afadhali tungeweka CD tuimbe. Na umemlipia fare, umemlipia nyumba. That's unaona our music industry inaenda chini. And ask yourself, why Mugithi guys hawezi kosa kazi? Kwa sababu watu wanataka kuona ni msanii anaimba, sio msanii anasikiza CD atuimbie. No. So learn new skills. Wow, that is interesting. Learn new skills. Says enda live. Tuimbie. Jifunze kuimba nyimbo zako bila kuwekea hiyo CD. Because that's actually what we are being paid, we are paying you for. Ukiitwa uende ukaimbe, uende uambi tungeweka CD kama vile vyosema hapa hivi. So the idea, learning new skills. Wacha hii pandemic ikisha, ukuwe hata wewe umejifunza kitu kimoja. Sometimes I sympathize with na wasanii. Umeingia kwa production, hujui chochote, kamera inafaa kuwekwa wapi, pengine after ukienda kueditiwa ngoma hujui inaeditiwa wapi. Ni high time you learn a few other things. Like you said, enda online, jifunze vitu kadhaa. YouTube wako wanaweza kuambia how to sing, how to edit, how to do learn a few things. Ndio ukikuja hata mimi kwangu producer, unaniambia ningetaka tufanye hivi. Kwa sababu this is the time that you're supposed to learn these things. Teddy, tuendelee. The last point number 5. This is not time to sell your music. What? Boss, this is not time to sell your music. Na sasa hatuna pesa, so we should sell them to get this money bana. Bro, there's time for up, there's time for down, and there's time to organize yourself. Tujipange. Sasa kuna CD zako 200 kwa nyumba, tuuzie basi. Kuna lockdown hatuwezi na place. That's what I'm saying. This is not time to sell your music. This is a time to organize yourself. Strategy. Organize yourself. Nothing else. We're expecting your comeback. We're expecting your comeback. See your weaknesses. We are expecting a good song from you. A nice organization. Something hata mimi nitasikia niko nyumbani vizuri. Yeah? We're expecting ukiingia nitatoa ile 200 nimetafuta nikuje kwa show yako. So this is not time to sell your music. Build your numbers. You have a social media. Build your numbers. Kama ulikuwa na subscribers 10, make sure umebuild. Don't sell to them. Use all means to build your numbers. Is it high time? Is it a good time to ask for collabos? If you have prepared yourself, if you have practiced, well and good. What we want, kama fans, is what is your comeback? Yes. How your comeback zitakuwa. Kama comeback yako itakuwa boring, uta remain the same artist. Kama comeback yako itakuwa well planned, you'll go very far. So we, kama fans, tunagojea comeback yako. So my friend, ujui pandemic taisha lini. Prepare yourself. We are waiting for your comeback. Exactly, we are waiting for your comeback. Hii corona ikiisha na wewe uishe. Tunataka corona ikiisha tujue kweli ulikuwa unajipanga. Show me the brand. Show ambao tunaangazia wasanii, mbinu za usanii na mambo mengi sana tumekupangia kwa kama msanii. Ile tulikuwa tunakuzungumzia, unafaa kufanya nini wakati huu uko nyumbani kama msanii. Usikae tu na corona ikiisha utakuwa kama msanii umeisha ama utakuwa ume come back in a new style. Teddy, yes. Last thing. My friend, subscribe the brand. Teddy Mtu, www.co
thebrand.co.ke. This is the home of the industry. This is where we touch the button. We can help you. You can help us. Anytime you subscribe, you are good to go. We'll also subscribe to your channel. Now, the next show, tutazungumza kuhusu nini? Music is business. How to make millions from your music. Exactly, how to make money out of music. If you're doing music, this is business. People are millionaires out of this music. How do they do it? The brand will give you these tips. Teddy yako hapa, ako loaded. Na mimi wako Yakobo Mwisraeli, wananiita the CEO. Tuonane next time. Cheers.